Tukisema taifa la Mungu, hatumaanishi ni geographical location, ni sehemu ambapo ardhi ina mipaka, kwamba kipande hichi au eneo hili ndiyo taifa la Mungu. Kwa hiyo kwa ufupi, kabla sijaendelea mbele, nataka tutoke katika mtazamo taifa la Mungu kwamba lipo sehemu fulani, au taifa la Mungu ni kabila special la watu fulani, na tuende katika uhalisia wa nini Mungu alimaanisha kwa habari ya taifa la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yohana sura ya kwanza mstari wa 11 na 12 inasema Yesu Kristo alikuja kwake, wale walio wa kwake hawakumpokea. 12 inasema bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa watoto wa Mungu. Hawa ndio wale wanaoliamini jina lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu aliruhusu ukombozi wa wanadamu, wa watu wote wenye mwili, utokane na kabila la Wayahudi. Alafu kupitia Wayahudi ndipo wokovu utakapoenea dunia nzima kwa makabila yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu aliposema Israeli, yani wale watoto 12 wa Yakobo, Israeli, kwamba nyie ndio taifa langu teule, taifa takatifu, alimaanisha kwamba wokovu utapitia ile kabila la Israeli, utapokelewa, alafu kisha utafanyaje? Utasambaa kwa makabila yote duniani. Bwana Yesu asifiwe. Mwanzo sura ya 49 mstari wa 10 anasema kwa ufupi, fimbo ya enzi haitaondoka katika Yuda. Anamaanisha Masihi angetokana na kabila la Yuda, moja ya makabila ya Israeli, yani watoto wa Yakobo, kwamba fimbo ya enzi haitaondoka katika Yuda. Bwana Yesu asifiwe. Samueli wa pili sura ya 7 mstari wa 12 na 13 amesema Mungu anaahidi uzao wa Daudi utatawala milele. Mungu anasema kupitia uzao wa Daudi, uzao huo utatawala milele. Akisema uzao wa Daudi, hamaanishi Suleimani, hamaanishi watoto waliotokana na kiuno cha Daudi. Akisema lugha ya Biblia uzao wa Daudi, anamaanisha ni Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeremia 23 mstari wa 5 anasema nitamtokezea Daudi chipukizi la haki. Mungu anazungumza na nabii Yeremia, anaandika katika sehemu ya unabii kwamba nitamtokezea mfalme Daudi, nabii Daudi, chipukizi la haki. Kumbuka, andika Isaya 11 mstari wa 1 na 2. Isaya 11 mstari wa 1 na 2 anasema chipukizi litatoka katika shina la Yese. Daudi alizaliwa na Yese, si ndio? Lakini ukienda mbele, chipukizi hilo linatokana na shina la Yese ambao ni Daudi, na Daudi litatokea chipukizi, anamzungumzia ni Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Zingatia katika Biblia kitabu cha Yohana sura ya 3, andika Yohana sura ya 3 mstari wa 16. Anasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu mpaka akamtoa mwana wa pekee, ili kila mtu, sio Israeli, kila mtu aaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa hiyo katika Agano la Kale Israeli ilitumika kama sample ya kuzungumza kwa habari ya wokovu Mungu aliyoutangaza na kukusudia mwisho kabla ya mwanzo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haimaanishi kwamba Israeli ndo kabila au ndo taifa, ndo ardhi special kiasi ambacho wasujudiwe. Hapana.
Mungu katika sehemu ya mahusiano, katika sehemu ya kiibada, Mungu hana mipaka ya kijiografia, hana mipaka ya kabila fulani la watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasemaje katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 7 mstari wa 6? Anasemaje? Neno la Mungu linasema, ndio, kwa maana wewe taifa takatifu kwa Bwana Mungu wako. Bwana Mungu wako amekuchagua kuwa watu wake, hasa zaidi ya mataifa yote yaliyoko juu ya uso wa nchi. Watu wengi tunachukua maandiko yanayofanana na haya, tunasema unaona, Israeli ndio taifa takatifu, Mungu amelichagua. Lakini tunashindwa kujua maelezo yaliyoko nyuma ya hiyo statement ya Mungu kwamba Israeli, kwa nini aiseme kwamba wewe Israeli ndio taifa takatifu? Haleluya, mtu mmoja. Ukisoma kitabu cha Kutoka sura ya 19, andika Kutoka sura ya 19 mstari wa 5 na wa 6, utaangalia kwa ufupi. Mungu anawaambia wana wa Israeli, ikiwa mtaitii na kuishika sauti yangu, kulishika neno langu, mtakuwa tunu, mtakuwa kitu chenye thamani kati ya makabila yote ya watu. Ninyi mtakuwa kwangu ufalme wa makuhani, taifa takatifu. Hayo ndiyo maneno ambayo utakayowaambia wana wa Israeli. Mungu anawaambia Musa, kawaambia wana wa Israeli, kama wataishika neno langu, wataishika sauti yangu, watafanyika kuwa ni tunu, uzao wa kifalme, uzao wa kikuhani. Kama wakifanyaje? Wakishika na kuisikia sauti yako. Haleluya, mtu mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro, anasemaje? Sura ya 2 mstari wa 9, anasemaje? Bali ninyi ni uzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Mungu alipokuwa anaongea na Ibrahimu, andika kwenye Mwanzo sura ya 12 mstari wa 1 hadi wa 3 pale, alipokuwa anaambia, nimekubariki, nimekufanya kuwa mataifa, nimekuzidisha kufanya kuwa mataifa mengi. Ibrahimu alikuwa anaona taifa la Mungu ambalo halizuiliwi na mipaka ya nchi. Alikuwa anaona population ya watu ambayo haitokani na kabila ya aina fulani iliyoko sehemu fulani. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 mstari wa 9 amesema sisi ni taifa. Yoyote anayemwamini Yesu Kristo, aliyepokea kipawa cha neema ya wokovu, amefanyika kuwa ni taifa la Mungu, amepokea ule ukuhani wa kifalme ndani yake, na sio tena kabila la Israeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu mmoja anaongelea hapa, jamani wapendwa, amezungumza katika kitabu cha Ufunuo sura ya 7. Soma Ufunuo sura ya 7 mstari wa 9, anasemaje? Baada ya hayo nikaona, natazama mkutano mkubwa sana, ambao hapana mtu awezaye kuhesabu, watu wa kila taifa na kila kabila na jamaa na lugha, wamesimama mbele ya kile kiti cha enzi na mbele ya mwana-kondoo. Wamevikwa mavazi meupe, wana matawi ya mitende mikononi mwao. Nabii Yohana akiwa katika kisiwa cha Patmo anaona maono, sio kabila 12 za Israeli, anaona maono watu wa kila taifa, kabila, kila taifa, kila lugha, wamesimama katika kiti cha enzi cha Mungu. Wokovu sio kwa ajili ya Waisraeli, wokovu sio kwa ajili ya kabila fulani, wokovu haupatikani nchi fulani ulio na mipaka ya kijiografia. Wokovu ni kwa kila taifa, kila kabila na kila aina ya watu wa lugha wanaozungumza. Yohana 3:16 amesema kwamba kwa jinsi hii Mungu alifanyaje? Kisha akamtoa mwanaye ili kila aaminiaye, hakuna mipaka hapo, kila aaminiaye. Na akasema mwisho, wakati wa unyakuo utakuja, wakati ule ambapo injili imeweza kuenea
na kusambaa kila mipaka ya taifa, kila jamii itakapoipokea na kuisikia habari za injili ya Yesu Kristo, injili ya ufalme, ndipo ule mwisho utakapokuja. Kuna mtu mmoja anaongelea hapa, jamani wapendwa. Sasa hii taifa la Mungu lilianza lini? Nikimalizia hapo, taifa la Mungu limeanza mara baada ya Yesu Kristo kufa, kuzikwa na siku ya tatu kufufuka. Lilianza vipi? Nitakusomea kitabu cha Yohana sura ya 12 mstari wa 24. Yohana 12:24 anasema, amini amini nawaambia, chembe ya ngano isipoanguka katika nchi ikafa, ukaa hali hiyo hiyo pekee yake, bali ikifa hutoa mazao mengi. Huyu ni Bwana wetu Yesu Kristo anazungumza kwamba chembe ya ngano isipoanguka katika nchi. Taratibu ya kilimo, wale ambao wamesoma kilimo huko nyuma, mbegu ili iweze kuota lazima ifanyaje? Lazima ife, lazima ioze. Kwa hiyo Yesu aliposema kwamba mbegu ya ngano haiwezi kaota mpaka ianguke kwenye ardhi, ife, ioze, kisha ndipo imee iote, alikuwa anazungumza kwa habari ya yeye kama mbegu ya mfanano wa ngano. Ni lazima afe, aingie katika ardhi, kisha kufufuka kwake ndiko kule kumea kwa hiyo mbegu ya ngano, na kisha mea itazaa matunda na itatoa matunda mengi na itatoa mbegu nyingi, akimaanisha kwamba ni lazima mimi nife, siku ya tatu nitafufuka, nikishafufuka ndipo nitatoa Wakristo wengi, ndipo yule Roho wa Mungu aliyekuwa ndani yangu atafanya makao ndani ya watu wengi, atambatana, ndipo ile ahadi ya Baba ya ujazo Roho Mtakatifu alisema, nitakuwa juu yenu, nitakuwa ndani yenu, nitakuwa katikati yenu, nitawapa mwili mpya, moyo mpya, nitaondoa moyo wa jiwe na kuweka moyo wa nyama. Ndipo ile ahadi ya Baba itakapotimia. Ililazimu mbegu ianguke, kisha siku ya tatu ifanyaje? Imee. Kanisa la Yesu Kristo linatokana na ufufuo wa Yesu Kristo, na ndio maana injili yetu, msingi wa injili yetu dunia nzima ni katika mauti na katika ufufuo wa Yesu Kristo. Sio kwamba watu dini nyingine na imani nyingine hawamwamini Yesu Kristo. Wengine wanamwamini Yesu Kristo ambaye hakufa na kufufuka. Ndio maana wazee wa dini, Mafarisayo na Masadukayo, jitihada kubwa walioifanya mara baada ya Yesu Kristo kufufuka ilikuwa ni kuhonga, kunyamazisha midomo wale walioshuhudia ufufuo wa Yesu Kristo, lakini ilishindikana. Yesu alikuwa anajitokeza, anamwambia aliyekufa amefufuka sasa, aliyekufa amefufuka sasa. Na hata baada ya kupaa na kuwa na uhakika ni kweli alikufa na amefufuka, wanafunzi wa Yesu Kristo, wakina Petro na Yohana, walipokuwa wanaanza kuhubiri habari ya ufufuo wa Yesu Kristo, wakina Stefano walikatazwa wasihubiri kwa habari ya ufufuo wa Yesu Kristo na jina la Yesu Kristo, wakanyamazishwa na wengine wakauawa. Kwa nini? Wengine wakateswa. Ni kwa sababu siri ya kanisa lilipozaliwa ni kupitia kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo. Pale ndipo nguvu ilipo pale. Kuna mtumishi mmoja nadhani huko Nigeria, mke wake ni mtumishi mkubwa tu, mke wake alitokewa na kiumbe katika namna ya roho kinachong'ara, mfano wa Yesu. Katika mazungumzo alikuwa anayosema, akamwambia, mwanangu, nimekutokea, nataka ufanye moja mbili tatu. Anang'ara. Kumbuka Biblia inasema kwamba shetani hujigeuza kuwa malaika wa nini? Wa nuru. Akamwambia, mimi ndiyo Yesu. Mimi ndiye nani? Yesu. Nataka ukafanye moja mbili tatu. Angalia umuhimu wa kuwa na maarifa ya Mungu, kuwa na ufunuo wa Mungu ndani ya mtu. Angalia umuhimu wake. Yule mtumishi wa Mungu, mke wa mtumishi wa Mungu, akiwa katika chumba cha siri akiomba, kile kiumbe kilichomtokea kinachong'ara mfano wa malaika. Baadaye Roho wa Mungu ndani yake akamwambia, muulize, wewe ni Yesu yupi? Ni yule Yesu aliyekufa siku ya tatu akafufuka. Aliposema hivyo, kile kiumbe kikabadilika, kikawa jitu lingine, kikatoweka.
Kumbuka kuna Yesu Kristo wa Nazareti, lakini kuna Bari Yesu wengine. Hawa wako wengi, na ndio maana mtu ambaye amejiunga na nguvu za giza, anayetumia uganga madhabahuni, haoni shida kutaja Yesu, kwa sababu wapo kina Bari Yesu wengi. Kuna mtu mmoja anaongea hapa, jambo napendwa, akamwambia wewe ndio yule Yesu aliyekufa akafuka siku ya tatu, kikabadilika likawa jitu lingine likatoweka. Kwa hiyo sio kila vision, sio kila maono, sio kila kiumbe kinachotokea katika ulimwengu wa roho. Wako watu wengi wametumwa na majini, wanafanya kazi inayofanana na Mungu lakini sio ya Mungu.